Uzima ninao moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi aliyeingia rohoni hakika akanitilia hodari. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu na moto mbinguni, ulimo napata kukaa nuruni kabisa, kwa nuruni Yesu Mtakatifu, mtakatifu, Muumba mbingu na nchi. Baba, umetamalaki. Baba, wewe ni mkuu. Tazama matendo yako hayalinganishwi. Wewe ni Baba ambaye unajua kila kitu. Mchana wa leo tumekuwa mahali hapa na wana wako ili kuwaongelesha. Mungu, acha uongee nasi kwa muda huu. Tunaacha kila kitu mikononi mwako. Wewe ndiwe Mungu mpaji wetu, wewe ndiwe uliye na uzima, wewe ndiye mtawala wa pumzi tulio nayo. Afya zetu zote zinategemea kwako. Acha utuinue jioni ya leo. Ni kwa Yesu nikiomba na kuamini, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msalimie mwenzako, mwambie karibu tena. Mwambie ondoa wasiwasi, tuko na Mungu. Haleluya. Leo nimeona kwamba tuchangie neno fupi ambalo linasema usiogope, jipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako usiogope, jipe moyo. Usiogope, jipe moyo. Haleluya. Amen. Katika safari tuliyo nayo, lazima wakati tunaposikia jumbe kutoka watumishi wa Mungu na tuzifanyie kazi. Na katika maisha tulio nayo kwa sasa hivi, maisha ya misukosuko, maisha ya wasiwasi, maisha ya mambo ambayo mtu anakuwa na hofu, maisha ya mashaka, maisha ya majaribu, Mungu anatukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Yeye yuko pamoja nasi. Ndiyo maana tumefika siku ya leo, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi. Amen. Na Mungu anatukumbusha kwamba kila andiko tutakalolisoma, kila andiko tunalolisoma kila siku linatuelekeza katika safari tuliyo nayo. Kwa sababu hatuwezi sisi wenyewe, ndipo Mungu anatuinua. Kila mara unapokuwa umeshindwa na kitu, Mungu anakuinua, unasimama, unaanza kutembea tena. Huo ni mpango wa Mungu. Tungelikuwa kwamba tunafanya kwa mapenzi yetu, yawezekana hatungelikuwa hapa leo, kwa sababu mawazo Mungu anatuwazia yamekuwa ni mawazo mema kila leo. Kwa hiyo lazima tujipe ujasiri wa kutembea na Mungu, kwa sababu yeye anatujua na kututambua.
na nitaenda kuchangia na wewe jioni ya leo mambo matano ambayo yatakupa nafasi ya kutembea katika upande wa Mungu ukijisikia kwamba una amani. Kwa hiyo jambo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Isaya 41 mstari ule wa 10 ambalo linasema Mungu yupo pamoja nasi, hatuko peke yetu. Hilo ndilo neno letu la kwanza. Mungu yuko pamoja nasi, hatuko peke yetu. Kila hofu ya mwanadamu huanza pale tunapohisi kwamba tuko peke yetu, lakini Mungu anatuizihirisha kwamba yuko pamoja nasi, hatuko peke yetu. Katika kitabu kile cha Isaya 41 mstari wa 10 nasema, usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ndimi Mungu wako. Haya ni maneno ambayo tunapewa, ambayo yanatupa neema na kibali. Hapa Mungu hasemi kwamba nitakuwa mbali, nipo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapo kwa sasa, na atadumu kuwepo, na atadumu kuendelea kuwa, na atatusaidia kwa kila njia, kila mahali tulipo. Haijalishi tukiwa watoto wadogo, haijalishi tukiwa vijana, haijalishi tukisha kuwa wababa, haijalishi tukisha kuwa wazee. Mungu yupo, anatusaidia, hatuko peke yetu. Hata unapopitia magonjwa, unapokosa amani, huzuni au upweke, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwepo wa Mungu unatosheleza maisha yetu, unaondoa hofu, unakupa ujasiri wa kuendelea mbele kufanya kazi ya Mungu. Kile nataka kukuambia kwamba kama Mungu yuko pamoja na wewe, unataka kufanya nini? Lazima ujitoe kumtumikia, lazima ujitoe kuwa safi kila wakati, kumtafuta Mungu kwa kusoma neno, kwa kuomba msamaha, kwa kuwapenda majirani, kuwapenda ndugu zako, na kuwajulia hali watu wengine, na kuwaita wapendwa, na kujumuika pamoja na wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hatuko peke yetu, tuko na Mungu mzima. Jambo la pili, Mungu ndiye nguvu yetu. Mungu ndiye nguvu zetu. Tunapozofika, yeye hututia nguvu. Tunapochangamnyika akili, yeye anarudisha akili zetu. Tunapokuwa tumechoka, yeye anatupa nguvu. Kwa hiyo Mungu ndiye nguvu yetu kila siku. Hofu mara nyingi huja tunapokuwa tukiwaza kwamba tunakosewa nguvu, ndipo hofu inakuja katika maisha. Hata mtu alikuwa afanye kazi akiona kwamba nguvu zimeisha, anasema kwamba mimi sitaweza, nimechoka, nakata tamaa, lakini Mungu anasema bado yeye ndiye nguvu zetu. Katika kitabu kile cha Zaburi 28, Zaburi 28 mstari ule wa 7 inasema, Bwana ndiye nguvu yangu na ngao yangu, moyo wangu umtumaini, nami nimesaidiwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Zaburi anasema Bwana ndiye nguvu yetu, ndiye nguvu yangu, ndiye ngao langu. Hata kama nikilala nimechoka kiasi gani kwamba sitaweza kwenda kazini, lakini ninaposema asubuhi, Mungu nakushukuru, ananitia nguvu. Ninaenda kazini, ninafanya kazi, ninarudi nikiwa mzima. Hata nikitaka kufanya kitu chochote kile, najua kwamba Mungu ndiye nguvu yangu. Kwa hiyo siwezi kuwa na hofu. Daudi alijua kwamba siri moja ya maisha, nguvu ya mwanadamu ni ndogo sana. Nguvu ya mwanadamu ni ndogo sana. Lakini asingekuwa Mungu, nguvu zake hatuwezi kufanya lolote, kwa sababu nguvu za Mungu hazina kikomo. Anapotaka kukifanya, Mungu anakitia nguvu. Kama umeamini kile ambacho umepangilia kwamba mwaka huu nitafanya hiki na kushukuru Mungu na kutoa sadaka za shukrani mbele zako, ukienda kufanya kinafanikiwa, kwa sababu Mungu anakutia nguvu.
Unapovunjika moyo, Mungu anakujenga, Mungu anakuimarisha. Kuna mahali watu wanafika, wanavunjika moyo, wanasema mimi sina haja tena ya kuishi. Unatamani ujinyonge, unatamani ukimbie, unatamani uende kwa maji ili ukafe huko, lakini unakuta tena Mungu anajenga moyo wako. Tulipata shuhuda, kuna kijana mmoja hapa alisumbuliwa sana kwa ndoa yake, akifanya hiki mke wapi, akifanya hiki mke wapi, akifanya hiki. Siku moja akakunywa pombe ili aende ajigonge kwa miti kule anaenda. Akawasha gari, alitembea, alikuwa akigonga magari zikienda huko. Wakati mapolisi walimshika, wakamuuliza unafuata nini? Hajui. Ina maana alikata tamaa. Haleluya. Amen. Alipokuwa hospitalini, anauliza wa polisi, kwa nini niko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akili ilimwishia, moyo ulivunjika, ukamletea kitu ambacho hakiko sawa. Yawezekana na wewe uko hapa, moyo unafika mahali unavunjika, unasema sina haja ya kuishi. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu atakutia nguvu. Na Mungu anaendelea kukutia nguvu, ndio maana uko hapa. Amen. 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 Unapoishiwa nguvu, unapofika mwisho kabisa, Mungu anaanza kazi yake. Pale wewe utaona kwamba hapa nimekwama, ndipo Mungu anaanza sasa safari ya maisha yako. Ndipo Mungu anaanza sasa kukupeleka na kukutengeneza. Kwa hiyo tunapokuwa tunategemea nguvu za Mungu, tunakuwa watu wenye wako imara katika maisha yetu. Tatu, Mungu anatupa amani isiyoshindwa na hofu. Neno letu la tatu, Mungu anakupa amani isiyoshindwa na hofu. Hata upitie vitisho gani, utakuwa na amani tu. Hata upitie zoruba gani, utakuwa na amani tu. Amani ya dunia inategemea mazingira, lakini amani ya Mungu huzidi mazingira yote. Kuna watu ambao wanatafuta amani kwa kujifunga mikanda yenye mayolinzi kiunoni. Kuna wale ambao wamemeza mambo ya kuwalinda ili wapate amani, lakini mpaka sasa hivi bado wanahangaika. Lakini wale ambao waliolimeza neno la Mungu wakalishiba, wana amani ya milele. Amen. Haleluya. Amen. Katika kitabu kile cha Yohana 14 mstari wa 27, Yohana 14 mstari wa 27 inasema kwamba amani ni waachiayo, amani yangu na wapa, msifadhaike mioyoni mwenu wala msiogope. Haleluya. Yesu alisema ameacha amani mioyoni mwetu, wala tusifadhaike, tusijisikie kwamba tuko peke yetu, bali tujipe moyo, tusiogope. Amen. Kristo anatoa amani ambayo haitegemei hali ya uchumi, kwamba una pesa, kama utaenda kwa soko kununua amani, hiyo halina. Yeye anatupa bure, anatupa afya bure, anatupa uzima bure, anatupa kila kitu bure, anatupa baraka bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo anatupenda na yeye anatupa amani ambayo ni amani inayotuliza mawimbi ndani ya mioyo yetu. Ni amani tuwezesha kutabasamu tena, hata kama tulikuwa tunalia, hata kama tulikuwa tumeteseka, inatupa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba yangu ndo alikuwa anatuhadisia kwamba wakati ukifika kwa njia ukikuta mtu analia, akilia analia, na wewe anza kulia. Usimuulize unalia nini, alafu wewe uchukue nafasi ulie sana kama wewe ndo umepata ile shida. Alafu yule aliyekuwa akilia atajisikia amani, alafu atakukumbatia na kuuliza unalia nini, alafu na wewe unamuuliza ulikuwa unalia nini. Amani ya moyo inarudi, ndio ataanza kukueleza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yesu Kristo anatupa amani
amani isiyokuwa na mwisho. Ndio maana unaona watu wanapendeza kila siku. Yeye anawapa amani wasioamini, anawapa amani na wanaoamini. Kwa hiyo na ndio maana tumeitwa kuwa jumuiya ya watakatifu, jumuiya ya wana wa Mungu, kwa sababu anatupa amani. Amesema kwamba amani nimewaachia, amani yangu nawapa, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiogope chochote. Hata kama utapita kwenye mawimbi gani, wewe simama. Amen. Amen. Ugonjwa hauponi ukiwa kitandani. Ugonjwa unapona wakati unatembea. Ugonjwa unapona wakati unamtafuta Mungu. Wale waliokuwa wagonjwa walipona wakati walimwendea. Hata kama tutapitia katika dhoruba kali, yeye anatupa amani ambayo ni ya milele. Jambo letu la 4, Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu anakujua, ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu anawaza mambo mazuri kwa maisha yako. Mungu anaona kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mwambie jirani yako, Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu ana mpango mwema. Haleluya. Amen. Amen. Hofu mara nyingi hutokana na kutokujua kesho yetu. Mtu anaogopa kwa sababu hajui kesho litakuwa namna gani. Lakini Mungu tayari amepanga kesho yako kuwa sahihi. Amepanga kesho yako kuwa ya matumaini. Amepanga kesho yako kuwa ni siku njema. Katika kitabu kile cha Yeremia 29 mstari wa 11. Kitabu cha Yeremia 29 mstari ule wa 11. Biblia yangu inasema kwamba kwa maana najua mawazo ninayowawazia, mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuwazia mawazo mabaya. Hata kama hapo ulipo umejua kwamba mimi nimetenda dhambi leo asubuhi, hata haya mawazo niko na waza sasa hivi hayako sawasawa na Mungu, lakini yeye bado anakuwazia mawazo mema. Yeye anakuwazia kuwa vizuri tu. Kwa hiyo tusifadhaike katika mioyo yetu, kwa sababu Mungu ana mpango. Mpango wa Mungu si kwamba atuangamize. Mpango wa Mungu si kwamba atutupilie mbali, bali atutoe katika giza, atupe uamsho, atupe nguvu na atuelekeze katika safari. Na ili siku moja tufike mahali ambapo Yesu alisema kwamba naenda kuandalia makao, ili sisi sote tuwe hapo. Kwa maisha haya usimtazame mtu mwingine kwamba huyu mtu ananisumbua, anafanya nini. Mtazame Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapopitia machozi utapata furaha. Unapopitia hasara utapata ushindi unapomtazama Kristo, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yako. Mungu anajua maisha yako ya kesho. Kama wewe utakuwa msomi, Mungu alishaka saini akasema huyu atakuwa na madigrii na madigrii. Kama wewe utaolewa, huyu alishaka andika ulishakaolewa na utapata watoto. Kama hautaolewa na kama hautaoa, Mungu alishaka, hata mtu Mungu akishapanga, kama amekuweka kwamba hautaoa, utakuwa ukiomba kwa kuomba msamaha, kwa kuwapenda majirani, kuwapenda ndugu zako na kuwajulia hali watu wengine na kuwaita wapendwa na kujumuika pamoja na wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hatuko peke yetu, tuko na Mungu mzima. Jambo la pili, Mungu ndiye nguvu yetu. Mungu ndiye nguvu zetu. Tunapozofika yeye hututia nguvu. Tunapochanganyika akili, yeye anarudisha akili zetu. Tunapokuwa tumechoka, yeye anatupa nguvu. Kwa hiyo Mungu ndiye nguvu yetu kila siku. Hofu mara nyingi huja tunapokuwa tukiwaza kwamba tunakosewa nguvu, ndipo hofu inakuja katika maisha. Hata
mtu alikuwa afanye kazi akiona kwamba nguvu zimeisha, anasema kwamba mimi sitaweza, nimechoka, nakata tamaa, lakini Mungu anasema bado yeye ndiye nguvu zetu. Katika kitabu kile cha Zaburi 28, Zaburi 28 mstari ule wa 7 inasema, Bwana ndiye nguvu yangu na ngao yangu, moyo wangu umtumaini, nami nimesaidiwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Zaburi anasema Bwana ndiye nguvu yetu, ndiye nguvu yangu, ndiye ngao langu. Hata kama nikilala nimechoka kiasi gani kwamba sitaweza kwenda kazini, lakini ninaposema asubuhi, Mungu nakushukuru, ananitia nguvu. Ninaenda kazini, ninafanya kazi, ninarudi nikiwa mzima. Hata nikitaka kufanya kitu chochote kile, najua kwamba Mungu ndiye nguvu yangu. Kwa hiyo siwezi kuwa na hofu. Daudi alijua kwamba siri moja ya maisha, nguvu ya mwanadamu ni ndogo sana. Nguvu ya mwanadamu ni ndogo sana. Lakini asingekuwa Mungu, nguvu zake hatuwezi kufanya lolote, kwa sababu nguvu za Mungu hazina kikomo. Anapotaka kukifanya, Mungu anakitia nguvu. Kama umeamini kile ambacho umepangilia kwamba mwaka huu nitafanya hiki na kushukuru Mungu na kutoa sadaka za shukrani mbele zako, ukienda kufanya kinafanikiwa, kwa sababu Mungu anakutia nguvu. Unapovunjika moyo, Mungu anakujenga, Mungu anakuimarisha. Kuna mahali watu wanafika, wanavunjika moyo, wanasema mimi sina haja tena ya kuishi. Unatamani ujinyonge, unatamani ukimbie, unatamani uende kwa maji ili ukafe huko, lakini unakuta tena Mungu anajenga moyo wako. Tulipata shuhuda, kuna kijana mmoja hapa alisumbuliwa sana kwa ndoa yake, akifanya hiki mke wapi, akifanya hiki mke wapi, akifanya hiki. Siku moja akakunywa pombe ili aende ajigonge kwa miti kule anaenda. Akawasha gari, alitembea, alikuwa akigonga magari zikienda huko. Wakati mapolisi walimshika, wakamuuliza unafuata nini? Hajui. Ina maana alikata tamaa. Haleluya. Amen. Alipokuwa hospitalini, anauliza wa polisi, kwa nini niko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Akili ilimwishia, moyo ulivunjika, ukamletea kitu ambacho hakiko sawa. Yawezekana na wewe uko hapa, moyo unafika mahali unavunjika, unasema sina haja ya kuishi. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu atakutia nguvu. Na Mungu anaendelea kukutia nguvu, ndio maana uko hapa. Amen. Amen. Unapoishiwa nguvu, unapofika mwisho kabisa, Mungu anaanza kazi yake. Pale wote utaona kwamba hapa nimekwama, ndipo Mungu anaanza sasa safari ya maisha yako. Ndipo Mungu anaanza sasa kukupeleka na kukutengeneza. Kwa hiyo tunapokuwa tunategemea nguvu za Mungu, tunakuwa watu wenye wako imara katika maisha yetu. Tatu, Mungu anatupa amani isiyoshindwa na hofu. Neno letu la tatu, Mungu anakupa amani isiyoshindwa na hofu. Hata upitie vitisho gani, utakuwa na amani tu. Hata upitie zoruba gani, utakuwa na amani tu. Amani ya dunia inategemea mazingira, lakini amani ya Mungu huzidi mazingira yote. Kuna watu ambao wanatafuta amani kwa kujifunga mikanda yenye mayolinzi kiunoni. Kuna wale ambao wamemeza mambo ya kuwalinda ili wapate amani, lakini mpaka sasa hivi bado wanahangaika. Lakini wale ambao waliolimeza neno la Mungu wakalishiba, wana amani ya milele. Amen. Haleluya. Amen. Katika kitabu kile cha Yohana 14 mstari wa 27, Yohana 14 mstari ule wa 27 inasema kwamba amani ni waachiayo, amani yangu na wapa, msifadhaike mioyoni mwenu wala msiogope.
Haleluya. Yesu alisema ameacha amani mioyoni mwetu, wala tusifadhaike, tusijisikie kwamba tuko peke yetu, bali tujipe moyo, tusiogope. Amen. Kristo anatoa amani ambayo haitegemei hali ya uchumi, kwamba una pesa, kama utaenda kwa soko kununua amani, hiyo halina. Yeye anatupa bure, anatupa afya bure, anatupa uzima bure, anatupa kila kitu bure, anatupa baraka bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo anatupenda na yeye anatupa amani ambayo ni amani inayotuliza mawimbi ndani ya mioyo yetu. Ni amani tuwezesha kutabasamu tena, hata kama tulikuwa tunalia, hata kama tulikuwa tumeteseka, inatupa amani. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu ndo alikuwa anatuhadisia kwamba wakati ukifika kwa njia ukikuta mtu analia, akilia analia, na wewe anza kulia, usimuulize unalia nini. Alafu wewe uchukue nafasi ulie sana kama wewe ndo umepata ile shida. Alafu yule aliyekuwa akilia atajisikia amani. Alafu atakukumbatia na kuuliza unalia nini. Alafu na wewe unamuuliza ulikuwa unalia nini. Amani ya moyo inarudi, ndio ataanza kukueleza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yesu Kristo anatupa amani, amani sio kuwa na mwisho. Ndio maana unaona watu wanapendeza kila siku. Yeye anawapa amani wasioamini, anawapa amani na wanaoamini. Kwa hiyo na ndio maana tumeitwa kuwa jumuiya ya watakatifu, jumuiya ya wana wa Mungu, kwa sababu anatupa amani. Amesema kwamba amani nimewaachia, amani yangu nawapa, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiogope chochote. Hata kama utapita kwenye mawimbi gani, wewe simama. Amen. Amen. Ugonjwa hauponi ukiwa kitandani. Ugonjwa unapona wakati unatembea. Ugonjwa unapona wakati unamtafuta Mungu. Wale waliokuwa wagonjwa walipona wakati walimwendea. Hata kama tutapitia katika dhoruba kali, yeye anatupa amani ambayo ni ya milele. Jambo letu la 4, Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu anakujua, ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu anawaza mambo mazuri kwa maisha yako. Mungu anaona kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mwambie jirani yako, Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako. Mungu ana mpango mwema. Haleluya. Amen. Amen. Hofu mara nyingi hutokana na kutokujua kesho yetu. Mtu anaogopa kwa sababu hajui kesho litakuwa namna gani. Lakini Mungu tayari amepanga kesho yako kuwa sahihi. Amepanga kesho yako kuwa ya matumaini. Amepanga kesho yako kuwa ni siku njema. Katika kitabu kile cha Yeremia 29 mstari wa 11. Kitabu cha Yeremia 29 mstari ule wa 11. Biblia yangu inasema kwamba kwa maana najua mawazo ninayowawazia, mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuwazia mawazo mabaya. Hata kama hapo ulipo umejua kwamba mimi nimetenda dhambi leo asubuhi, hata haya mawazo niko na waza sasa hivi hayako sawasawa na Mungu, lakini yeye bado anakuwazia mawazo mema. Yeye anakuwazia kuwa vizuri tu. Kwa hiyo tusifadhaike katika mioyo yetu, kwa sababu Mungu ana mpango. Mpango wa Mungu si kwamba atuangamize. Mpango wa Mungu si kwamba atutupilie mbali, bali atutoe katika giza, atupe
uamsho, atupe nguvu na atuelekeze katika safari. Na ili siku moja tufike mahali ambapo Yesu alisema kwamba naenda kuandalia makao, ili sisi sote tuwe hapo. Kwa maisha haya usimtazame mtu mwingine kwamba huyu mtu ananisumbua, anafanya nini. Mtazame Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapopitia machozi utapata furaha. Unapopitia hasara utapata ushindi unapomtazama Kristo, kwa sababu Mungu ana mpango na maisha yako. Mungu anajua maisha yako ya kesho.